Naam, moja kwa moja kutoka Dodoma, Tanzania. Warigani, karibu mtazamaji wa Sky TV katika ulimwengu wa habari. Miongoni mwa taarifa ambazo tutaweza kuzipata vizuri zaidi ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aongoza maadhimisho ya Mashujaa. Wakulima wahimizwa kuendeleza kilimo kwa mtazamo wa kibiashara. Katika habari za kimataifa, maandamano yazidi kutikisa jijini Kiev. Na kwenye michezo, kocha mkuu wa Yanga akutana na wachezaji wapya. Naam, warigani na karibu kwa mara nyingine tena katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Kila ifikapo Julai 25 ya kila mwaka, Tanzania inaadhimisha maadhimisho ya siku ya Mashujaa. Leo ni siku husika ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshiriki katika maadhimisho hayo ambayo yamefanyika katika mnara wa Mashujaa jijini Dodoma. Undani wa taarifa hii tunaungana naye Mint Joseph. Mbali na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ni miongoni mwa viongozi waliokuwepo. Maadhimisho hayo hufanyika kila mwaka Julai 25 kwa lengo la kuenzi mashujaa waliopoteza maisha wakitetea, wakipigania na kulinda uhuru, amani na maslahi ya taifa la Tanzania. Brigedia Jenerali mstaafu Wilfred Kabunda, ambaye ameweka shoka kwenye mnara wa Mashujaa uliopo mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya siku ya kumbukumbu, amesema ilikuwa inafanyika na wakati huo Idi Amin alivunja daraja ili kukata mawasiliano ya sehemu iliyoteka yetu ya Tanzania na sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo General Kiweru alinipa maagizo, alinipa amri kwamba tuvuke mto Kagera twende katika eneo ambalo Idi Amin alikuwa ameteka, tuangalie strength za adui, tuangalie positions za adui, tuangalie activities za adui. Na tulianza kazi hiyo mara moja. Na wakati huo kikosi cha wahandisi wa medani walikuwa hajafika katika eneo la tukio. Ilibidi lazima tuvuke mto Kagera. Kwa hiyo tukatafuta mitumbwi ya raia, tukaanza kutumia na tukawatumia na hao raia kwa kutuvusha. Wakisha tuvusha, mtu mmoja tulikuwa tunambakiza na yule aliyetuvusha, na vijana wetu walikuwa wanaingia mle ndani, wanaangalia positions za adui, wanaangalia activities zao, wanaangalia nguvu zao zilivyo. Tulifanya kazi hiyo kwa uaminifu na uadilifu mkubwa. Tulipoikamilisha, kila tulipokuwa tunaenda tulikuwa tunaleta taarifa kwa General Kiweru. Tulipokamilisha, ikatolewa amri sasa ya kupiga lile eneo, kupiga wale maadui. Kwa hiyo mizinga ikaanza kupiga na commandos wakawa wameingia mle ndani na kumshambulia yule adui. Mwisho wa yote adui alirudi nyuma mpaka Mtukula, lile eneo tukalisecure. Mwisho field engineer wakajenga daraja. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi, commandos ndio waliompiga adui na kumuondoa katika lile eneo ambalo Idi Amin alikuwa ameteka na kuwezesha kurudisha mawasiliano baada ya field engineer kujenga daraja. Katika maadhimisho hayo shughuli mbalimbali zimefanyika, ikiwemo dua na sala maalum za kuombea mashujaa waliotangulia mbele ya haki pamoja na kuliombea taifa liendelee kuwa na amani na mshikamano. Tukio takalofuata itakuwa ni uwekaji wa silaha za jadi na mashahada ya maua kwenye mnara wa Mashujaa, ambapo tamuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu aweke mkuki na ngao. Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi ataweka sime. Mwakilishi wa mabalozi ataweka shada la maua. Mstahiki meya wa jiji la Dodoma ataweka upinde na mshale. Na mwisho ni mwakilishi wa mashujaa waliopigana vita ya Kagera ataweka shoka. Mimi ni Mint Joseph, Sky TV.
Naam, tunatoka jijini Dodoma katika maadhimisho ya siku ya Mashujaa na tunaelekea jijini Arusha ambapo huko tunakutana naye Amina Ngahewa. Taarifa kubwa ni kuhusu wakulima wa mboga pamoja na matunda hapa nchini wamehimizwa zaidi kuweza kuondokana na mtazamo wa kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa pekee na badala yake kuweza kuendesha kilimo chao kwa misingi ya biashara, ikiwemo kuongeza thamani ya mazao hayo na kuweza kuinua kipato kinachohusu. Hii ni taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa wakati wa mashindano ya ujasiriamali yaliyoandaliwa na Chama cha Wakulima wa Mazao ya Mboga na Matunda TAHA kwa kushirikiana na Shirika la Umoja wa Mataifa na Mpango wa Chakula Duniani WFP kupitia mradi wa vijana kilimo biashara BUSI unaolenga kuwajengea wakulima uwezo wa kubuni na kuendeleza biashara. Katika awamu ya 6 mashindano hayo ya ujasiriamali, mshindi wa kwanza amepewa mtaji wa shilingi milioni 7, huku mshindi wa pili akiondoka na milioni 5, wa tatu milioni 4, wa 4 milioni 3.5 na wa 5 milioni 2.5, huku washindi wengine wakiondoka na milioni 1.5 na wengine milioni 1 na wa mwisho 500,000. Kwa miaka 6 sasa mashindano haya tumekuwa tukiyafanya na tumeona mabadiliko makubwa sana, kwa sababu kuna watu walikuja na mawazo lakini sasa hivi wanaendesha biashara zao kutoka kwenye mawazo yale ambayo yaliletwa kwetu, tukayachakata, tukaona kwamba kuna uwezekano wa kusaidika kwa upande wa mitaji na mawazo yale yakaendelea kuwa biashara. Kwa kweli mafanikio ni makubwa, kwa sababu wakulima wengi sasa hivi wametransform, wamehama kutoka kwenye kuwa wakulima na kuwa biashara. Kwa maana kwamba mwanzoni walikuja na mawazo lakini sasa hivi wanafanya kilimo katika namna ya biashara zaidi. Tutawezesha kuelezea na kushindanisha mipango biashara yao na hatimaye wachache kuweza kupata tunzo. Lakini tunafahamu kwamba wale ambao maandiko yao yamefikia hatua hii bado wanayo fursa ya kuendelea kupata usaidizi kupitia huduma za kuendeleza ujasiriamali na biashara kilimo zinazotolewa na mradi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Arusha Selemani Msumi anabainisha umuhimu wa mashindano hayo katika kutatua changamoto ya ajira kwa vijana, huku washiriki wakibainisha namna shindano hilo linavyosaidia kukuza biashara. Kimsingi imegusa moja kwa moja vijana wetu kupitia programu hii ya vijana kilimo biashara. Tunafahamu kwamba taifa letu asilimia kubwa ni vijana, lakini pia tunafahamu kabisa kwamba ajira ni chache. Wanapojengewa uwezo, tunapunguza utegemezi mkubwa kwa serikali, lakini vijana wasiokuwa na kazi maalum kwa kuwezeshwa kujiajiri kwa kupitia kilimo biashara. Programu hii hapa inasaidia kujua ni namna gani ya kupanga na kuweka mikakati madhubuti ili kuweza kukabiliana na kutokea au changamoto ya hasara inayotokea kwetu sisi hapa, pamoja na kitu kingine pia ni kuweza kuwasaidia wakulima kupunguza au kuondokana na hasara zinazotokana na upotevu wa mazao, ambao mazao hayo sana sana ni mazao ya horticulture, ambao ukiangalia ni kama parachichi, ambao ni mazao yanayo kuharibika sana. Kwa hiyo tukiongezea thamani, yale mazao yanakaa ndani ya muda mrefu na yanakuwa na faida kwa wakulima, ambapo product tunazozipata ni kama mafuta. Tunapata mafuta kwa ajili ya matumizi ya binadamu, lakini pia kuna mafuta kwa ajili ya urembo kama vile mafuta ya nywele, kuna mafuta ya kupaka hivyo, na bidhaa zingine mbalimbali ikiwemo kama kuna viungo vya chai vinavyotokana na mbegu za parachichi. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Naam, taarifa nyingine ambayo tunayo sasa ni kuhusu naibu mkemia mkuu wa serikali Daniel Ndio. Yeye ameeleza kwamba serikali imeendelea kuimarisha mikakati ya usalama ya uhifadhi na usafirishaji wa kemikali ya sulf, lakini pia ni kuongeza usalama na udhibiti wa athari za kemikali hiyo. Haya ameweza kuyaeleza wakati akibainisha katika kikao kazi ambacho ameweza kukutanisha wasimamizi wa kemikali hiyo katika ngazi mbalimbali za utendaji tangu kupokelewa bandarini hadi kusafirishwa nje ya nchi. Tupate undani wa taarifa hiyo. Mwanzoni sheria ilikuwa iruhusu, lakini mwaka 2019 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilifanya marekebisho madogo ya sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali na kuruhusu sasa mizigo ya hii ianze kuingia. Na tangu kipindi hicho 2020 tulikamilisha kutengeneza kanuni
then tukaruhusu uingizaji wa mzigo huu kuanza kuingia. Kuanzia Julai 2021 mpaka hapa ninapoongea tumeweza kuingiza kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam na bandari ya Tanga jumla ya meli 112. Meli 112 na meli hizo zimeweza kuingiza mzigo jumla ya tani 3,874,053. Kikubwa tunachozingatia zaidi ni usalama. Ni kuanzia pale dereva anapoenda kupakia, anapokuwa barabarani na mpaka anapoenda eneo la kushushia. Na hivyo vitu tunavidhibiti kwa kuwapa mafunzo madereva. Kwanza pale wanapokuwa ofisini kwetu. Kwa dereva akienda safari na anapokuwa anarudi kutoka safari lazima apate mafunzo. Tunakuwa kama tunambrush. Kwa hiyo akipata yale mafunzo anakuwa na ile confidence ya kuweza kwenda kwamba mimi ni mzigo gani ambao nimeupakia, anakuwa anafahamu tabia zote za ule mzigo. Kwanza pia tunampa ile kadi ya dharura ambao anakuwa anaisoma na kujua huu ni mzigo wa aina gani, alafu incident yoyote ikitokea anaweza kuihandle. Changamoto iliyopo ni kwamba changamoto ya kwanza ni uelewa wa jamii kuhusu sulfur. Ni changamoto kubwa kwa sababu utakuta kwamba mnapofanya operation hasa tunapopakia sulfur kutoka kwenye meli bandarini kuja kwenye eneo letu la kazi, watu wengi wanaitem sulfur kama sumu, lakini kwa sababu hawana uelewa wa ni wakati gani sulfur inakuwa sumu na ni wakati gani sulfur iko kawaida. Lakini changamoto ya pili ni kwamba kama wote tunavyofahamu, sulfur athari yake kubwa ni vumbi. Na lile vumbi la sulfur kama linadhibitiwa vizuri, basi unakuwa umedhibiti hatari ile kwa asilimia. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa habari ambazo tunazo ni pamoja na wananchi wa mtuhumu diwani wa kata yao kwa kuuza viwanja. Karibu katika Ulimwengu wa Habari. Kama ndio kwanza wajiunga nasi, mimi ni Maliango Mugeta. Wananchi wa kijiji cha Kikuyuni kata ya Mwambani wilaya Songwe wamemtuhumu diwani wa kata hiyo Joseph Mpanji kwa kushirikiana na kamati ya kijiji hicho kuuza viwanja vya wananchi kiholela na kuweza kuzua migogoro kati ya wananchi pamoja na diwani huyo. Undani wa taarifa hii tunaungana naye John Kiango. Zungumza katika mkutano wa mkuu wa mkoa wa Songwe kijijini hapo, wananchi hao wametoa tuhuma hizo mbele ya mkuu wa mkoa huyo Mheshimiwa Jabir Makame na kumuomba awasaidie kadhia hiyo. Sasa nilivyosikia leo kuna baba anakuja, nikasema niende nikatoe kero langu. Kwa kweli kijiji cha Kikuyuni tunanyanyasika kwa kupitia uongozi wa serikali ya Mwambani, kwa sababu kidiwani akifika pale na kamati yake ya kijiji hakuna cha maelezo, hakuna cha nini, anafika tu anapima viwanja kuwauzia watu kwa shilingi 30,000. Hivi kweli inakuwa haki? Anayeuza nani? Diwani na kamati yake wa viongozi wa Mwambani, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa vijiji na wajumbe wake. Mheshimiwa, inasikitisha sana. Mimi nilipo hapa nina watoto 6, nikanunua eneo la ekari 3 na kuja kukatwa, zinakatwa vipande, nikabaki na kipande kimoja. Je, watoto wangu hao niwapeleke wapi? Inasikitisha sana. Unakutwa tu uko nyumbani, watu wamekuja asubuhi, wanakuja tu wewe kwenye mji wako, wanapima yale mazingira, wanaweka mambo, wanakuambia kwamba nyinyi ni wavamizi wa maeneo. Wakati huo watu kule kuna wazee wana miaka kibao tu, wakina mzee Rushinge, wa mzee Chibu, wakina mzee Solo, wote hapa Mpajuni hapa, wale wazee wanaofahamu. Anayefanya hivyo ni nani? Wanaokuja kupima hayo maeneo na kuambia kwamba nyinyi ni wavamizi akina nani hao? Diwani wa Mwambani ndo wanakuja kule kugawa ile maeneo. Ndo wanakuja kugawa maeneo. Upande wake mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Makame amesema diwani, mwenyekiti wa kijiji au mwenyekiti wa kitongoji ana mamlaka ya kuzuia ardhi
ya wananchi ama kufanya maamuzi kuhusu ardhi nje ya taratibu zilizowekwa kisheria. Ikithibitika hao viongozi kuanzia diwani, mwenyekiti wa kijiji, si wenye vitu wa vitongoji wamehusika kwenda kupora ardhi za wananchi, wakamatwe na wachukuliwe hatua za kisheria kwa makosa ambayo wanafanya, kwenda kunyanyasa wananchi, kwenda kupora ardhi za wananchi bila kujali cheo cha mtu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, jambo hilo ni kukabidhi. Diwani hana mamlaka ya kwenda kuuza ardhi, kwenda kufanya shughuli zozote za ardhi. Wala mwenyekiti wa kijiji hana mamlaka ya kwenda kuchukua eneo la mwananchi na kuweza kuuza. Kama ni ardhi ya kijiji, kuna utaratibu ambao unapaswa kufanywa kwa mujibu wa sheria, umeelekezwa kwa mujibu wa sheria. Na waamuzi wa ardhi ya kijiji ni wananchi kwenye mkutano wa kijiji, sio maamuzi ya mwenyekiti wa kijiji, sio maamuzi ya mwenyekiti wa kitongoji, sio maamuzi ya nani, ya diwani. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Asante kwa taarifa hiyo. Taarifa nyingine ni kuhusu wananchi wa kijiji cha Mikongo kilicho katika halmashauri ya mji wa Njombe wamemhoji mhandisi wa maji kutoka wakala wa maji na usafi wa mazingira RUWASA, wakimtaka kutoa maelezo ya kina kuhusu namna ya kuhusu sababu ambayo imepelekea kuchelewa kupatikana kwa huduma ya maji licha ya mradi wa maji kujengwa kwa zaidi ya miezi 5. Hata hivyo, akizungumza mbele ya mbunge wa jimbo la Njombe mjini Deodatus Mwanyika, mmoja kati ya wakazi wa kijiji hicho alitambuliwa kwa jina la Sabinius Muogofela, yeye ameweza kueleza kwamba ni jambo la kushangaza kuona mradi huo umefika kijiji hapo, lakini wananchi wanaendelea kukosa huduma hiyo muhimu ya maji. Hii ni taarifa zaidi. Kuna sababu gani ya kutuseme? Lazima tuseme, ni haki yetu. Kama hiki kitu kimekuja mwaka 2024 mpaka leo maji hayaonekani, tunataka tutengeneze siasa baadaye kusema kwamba mbunge amekuja, tusiseme, diwani kaja, usiseme ulimwambia mweupe sana. Mimi hiyo na kisabasi sina, sijawahi kubahatika hiyo. Mimi naishi kwa Ruvuma. Hebu kwanza ile ya tanki kwamba maji hapa na penyewe hayapo mpaka sasa, ni mtihani. Ni mtihani. Na nilisema siku zile, nimeishi Tunduru Masasi kwa ambako kuna walimu wa maji. Nimepita mwaka jana na mwezi wa 3 na mwezi wa 5. RUWASA wametengeneza matenki kila kona barabara ya Tunduru Masasi. Sisi tunatengeneza idadi gani kama tayari hatujatendea haki watu wa Mikongo? Eti maji yameinuka, yamepanda, yamefanya nini? Hapa dhana yetu sisi nini? RUWASA sijui nani hapa. Hapa maji shida ni nini? Maki tanki naona. Waambie wenyewe, sio kazi yetu sisi. Waambie wao. Ila mimi ndio maana nitawaleta hapa. Tena lakini wewe ukitaka hoja yako ijengwe vizuri, so watajibu maswali hapa. Tuwajibu. Wajibu. Mwite hapa engineer aweze kuja kutoa maelezo kwanza, kwa nini maji tanki liko. Mimi nimefurahi kuona tanki hapa, nimetoa maji hapa mbeleni. Maji ya shida. Tamuita engineer. Engineer, karibu. Hapa maji ni hapa. Hii kazi inafanywa na mzabuni. Kulikuwa na mzabuni alikuwa anashughulika na kusupply pump. Pump aliyofunga hapa ilikutana na hitilafu. Ilikuwa na umeme, pump ikaungua. Sisi kama serikali, hatua tuliyochukua mojawapo kumwandikia barua. Mpaka sasa hivi ile kandarasi bado hajamlipa. Sababu ya kutomlipa mojawapo ni kisima hiki cha Mikongo. Tumeshikilia haki. Tumemwambia aje atufungie pump mpya. Hii pump iliyokuwepo hapa kwa sababu ilikuwa muda wake kwanza ulikuwa hujafika. Maana ukimaliza hii miradi kwa mara nyingi unapanga na muda wa kutazamia. Kwa hiyo kile kilichofanyika kilikuwa ndani ya mkataba. Kwa hiyo hata sisi wenyewe tushamwandikia barua ya kumrudisha site aje afunge ile pampu na moto mpya ili wananchi hao waendelee kupata maji. Lakini sisi tunatarajia mfumo ukikaa sawa, tunakuja kumaliza hii kazi mara moja na wananchi wanapata hapa. Naomba kuwasilisha. Pampu hii imekufa. Hii pampu imekufa. Sasa hivi inaweza kaa na miezi 5 au minne. Miezi 5. Muda imekufa muda. Yaani hata kama ingekuwa ni
Hawa wananchi wanasema ni zaidi ya miezi 5. Lakini hata tuchukue hiyo 5. Ni muda mrefu mno. Ni muda mrefu mno. Na mimi ninachosikitika ni kwamba basi mgeniambia ambacho kimenisikitisha, mimi nilikuwa najua maji yapo. Sababu tumeleta kisima, hiyo taarifa kwamba kuna pampu imekufa, kwa kweli mimi ninaisikia leo. Ndio naisikia hapa na mimi. Shida yao ni hii moja tu. Hawakujifikishia hiyo habari. Kwamba bwana kisima kile hakifanyi kazi sababu ya pampu. Sababu tukitafuta njia nyingine. Haya mambo yanatakiwa kudai kwa nguvu. Taarifa hiyo ndio inakamilishia katika upande mzima wa ulimwengu wa habari. Katika habari za kitaifa, mapumziko yafuatayo yatatupelekea kuweza kupata mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi. Endelea kubaki na sisi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mindi Josefu. Nchi za Afrika zimekubaliana kuweka kipaumbele katika ufadhili wa viwanda vinavyotegemea rasilimali za ndani ikiwemo madini na kuhakikisha kuwa zinaongeza thamani ya bidhaa na kuimarisha biashara ndani ya bara ili kujenga maendeleo jumuishi, endelevu na yenye tija. Hayo imebainishwa na Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshamu Ali Munde baada ya kuhitimishwa kwa mkutano wa pamoja wa 9 wa kamati maalum ya mawaziri ya Umoja wa Afrika inayosimamia masuala ya fedha, uchumi, mipango na matangamano, pamoja na mkutano wa 5 wa kamati maalum ya mawaziri inayosimamia masuala ya biashara, utalii, viwanda na madini uliofanyika jijini Abidjan nchini Ivory Coast. Utengenezaji wa korido za kiuchumi ndani ya Afrika kuanzia juu mpaka chini, lakini ukiangalia bado tuna mipaka ambayo korido hizo za kiuchumi hazipo. Lishe mali ambayo tunaweza tukauziana sisi wenyewe kwa wenyewe, ambayo sasa msisitizo mkubwa imeonekana kwamba ni lazima mali tunayozalisha ndani ya Afrika ili tuweze kuwa na uhuru wa kununua bidhaa ya nchi nyingine, basi ubora wa bidhaa hizo iwe madhubuti. Tukae, tutulie, tuangalie nani anaweza akafanya nini vizuri ili wengine wafanye mengine ambayo
kwa pamoja Afrika nzima tutakuwa tumezalisha bidhaa ambayo tunaweza tukasema sisi tunajitosheleza kwa mambo yote ambayo ni mahitaji ya kibinadamu ya kawaida tunayofahamu. Ukiangalia ajenda ya Afrika ni kuendeleza masuala ya kiuchumi. Na naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Wafanyabiashara mkoa wa Dar es Salaam, Paul Andrew, amesema uzinduzi wa mfumo mpya wa utambuzi wa wafanyabiashara wilayani Temeke utasaidia kutatua changamoto ambazo wafanyabiashara wamekuwa wakizipitia, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha udhibiti katika upotevu wa mapato. Mfumo huu utakwenda kumsaidia mfanyabiashara ambaye amekuwa na changamoto kubwa sana ya kutokujua namna ya kuendesha biashara yake. Kwa kukosekana kwa mfumo imekuwa ni kiu kubwa sana kwa wafanyabiashara wengi wa wilaya ya Temeke kufilisika na kutokujua fursa mbalimbali ambazo zipo, lakini vile vile kutokujua namna gani biashara ziendeshwe, hasa ukizingatia tupo kwenye zama za kidigitali. Kwa sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara leo tunatambulisha rasmi mfumo wetu mpya wa jumuiya ya wafanyabiashara wilaya ya Temeke, ambao wafanyabiashara wengi tunawashauri wajiunge kwa kuepukana na zile changamoto ambazo tumeziona. Mfumo huu utakwenda kutatua changamoto ambazo mfanyabiashara amekuwa akizipitia wakati wa uendeshaji wa biashara zake, ambazo zinampelekea kupoteza faida za biashara, biashara saa nyingine kuyumba kwa kutokujua namna gani aendeshe biashara yake. Kwa hiyo sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara, baada ya kuliona hilo, leo tunakwenda kutangaza rasmi tunazindua mfumo. Mfumo huu pia utawaunganisha wafanyabiashara wengi wa wilaya Temeke na taasisi za benki. Ni mfumo ambao unaenda kutoa taarifa kwa kila mfanyabiashara. Kwa mwisho wa siku nasema mfumo huu unaenda kuwa rafiki kwa ajili ya wafanyabiashara, lakini pia ni kwa ajili ya serikali. Ni mfumo ambao unaenda kurahisisha mawasiliano baina ya wafanyabiashara na serikali. Ni mfumo ambao unaenda kurahisisha zoezi zima pia na serikali kwa ajili ya kuwafikia wafanyabiashara katika swala zima la kodi. Tunasema kuna ada za leseni, lakini pia kwa ajili ya kuwapelekea huduma hawa wafanyabiashara katika maeneo ya biashara. Kwa hiyo hii nasema tunazindua rasmi huu mfumo, na nikiamini mfumo huu nilitamani uambukize na wilaya nyingine zote za Dar es Salaam, na mwisho wa siku uwe ni kama mfano ndani ya Tanzania. Kwa taarifa hii mimi nasema jumuiya ya wafanyabiashara wa wilaya Temeke wamekuja na kitu ambacho ni rafiki na uwezeshi kwa ajili ya mfanyabiashara katika kuendesha biashara zake, lakini kwa ajili ya kupata fursa mbalimbali. Tuweze kufanikisha mambo yetu kwa wafanyabiashara, lazima tucheze timu moja kati ya sisi jumuiya ya wafanyabiashara pamoja na serikali. Bila umoja hakuna kitakachofanikiwa, na tukifanya kwa umoja jinsi ambavyo tumekuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali za serikali, tutafika mbali, tutainua uchumi wetu wa taifa, wa mkoa na wilaya zetu. Uzinduzi rasmi wa mfumo huu unatarajiwa kufanyika Julai 27 mwaka huu. Na mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA imewahimiza wawekezaji kutumia fursa zilizopo wilayani Rungwe mkoani Mbeya, ikisema eneo hilo lina uwezo mkubwa wa kuendeleza viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo yanayozalishwa kwa wingi. Kulingana na majukumu yetu kama TISEZA, tunaona kwamba hii ni fursa kwetu kuja kuwaelimisha, kwa sababu huyu hajasajiliwa kama mwekezaji anayesafirisha bidhaa nje. Na kwa sababu kama mnaofahamu majukumu ya TISEZA, mojawapo ni kusimamia maeneo maalum ya kiuchumi na wale wazalishaji wanaofanya biashara za kusafirisha nje. Kwa maana hiyo huyu ni mdau wetu wa moja kwa moja, na kwa sababu hiyo tutachukua fursa hii kukutana nao, kuwashauri namna njema ya wao kusajiliwa, na vile vile kuwapa elimu waone namna ambavyo watakanufaika na vile ambavyo serikali imevitenga kwa ajili ya wawekezaji. Nadhani wote mnafahamu kwamba dira 2050 imelenga kwamba wawekezaji tunasema wa binafsi ndio tunawatarajia watatoa mchango mkubwa katika uchumi wetu kwa 70%. Kwa maana hiyo hawa ni wamoja kati hao tunawasema, na ndio maana sisi kama TISEZA tunachukua fursa hii kuja kuelimisha na kuwasaidia zaidi ili uwekezaji huu ukue na uendelevu kwa ajili ya Rungwe. Ina fursa nyingi sana za uwekezaji, hasa katika kilimo, na kwa sababu ya kilimo mazao yaliyoko huko ni ya biashara na ya chakula.
tunatarajia kwamba tukipata wawekezaji wengi ambao wataleta viwanda vya kuchakata mazao, mfano parachichi kama hivi, lakini kuna kokoa, tuna makadamia, tuna chai, ndio, tuna ndizi, lakini vile vile tuna tangawizi. Tunao mazao mengi ambayo tunazalisha katika wilaya yetu. Tunazalisha kokoa, tunazalisha ndizi kwa wingi kabisa, tunazalisha viazi, tunazalisha chai, japo kuna changamoto kidogo, lakini bado tunazalisha parachichi kwa wingi, nadhani tunaongoza. Kwa hiyo katika miundombinu ya kusapoti uzalishaji bado tuna upungufu, hasa kwenye eneo la viwanda. Ukiangalia kiwanda cha chai kimefungwa, lakini tunahitaji mwekezaji mwingine ambaye anaweza kuchachua hiyo shughuli ili angalau wakulima wetu waweze kupata manufaa ya kile ambacho wanakizalisha. Lakini upande wa parachichi bado tunao paki house moja inajengwa, lakini ambayo imekamilika, kwa hiyo haitoshi. Tunahitaji paki house zisizopungua 3 ili angalau sasa mazao yetu ya parachichi yasiwe yanaenda umbali mrefu. Mtazamaji, tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 87 na imeuzwa kwa senti 88. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2986 na senti 83 na imeuzwa kwa shilingi 3016 na senti 70. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3496 na senti 94 na imeuzwa kwa shilingi 3531 na senti 91. Yuan ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 02 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 18. Kenya shilingi imenunuliwa kwa shilingi 20 na senti 26 na imeuzwa kwa shilingi 20 na senti 47. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 78 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 80. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 69 na imeuzwa kwa senti 70. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 155 na senti 59 na imeuzwa kwa shilingi 157 na senti 14. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji. Mimi ni Mindi Josefu. Biashara na uchumi. Kukamilika kwa biashara na uchumi katika ulimwengu wa habari kunatoa nafasi nyingine kwa kuweza kupata mkusanyiko habari za kimataifa, na hii ni mara baada ya mapumziko yafuatayo. Habari za kimataifa. Karibu mtazamaji katika habari za kimataifa. Mimi ni Lai Saidi. Waandamanaji mjini Kyiv nchini Ukraini wameanzisha maandamano ya wazi yasiyo na kikomo wakipinga mabadiliko yaliyofanywa ndani ya serikali. Waandamanaji hao wanamtaka Rais Volodymyr Zelensky kumrejesha madarakani aliyekuwa waziri wa ulinzi ambaye aliondolewa katika nafasi hiyo. Wanasema uamuzi wa kumuondoa waziri huyo haujaelezwa kwa uwazi, hali ambayo imeibua maswali na wasiwasi miongoni mwa wananchi. Maandamano hayo yamezua mvutano wa kisiasa, huku waandamanaji wakisisitiza kuwa serikali inapaswa kutoa maelezo ya kina kuhusu mabadiliko hayo. Hadi sasa maandamano yanaendelea mjini Kyiv, huku shinikizo likiongezeka kwa Rais Zelensky kuchukua hatua kuhusu matakwa ya waandamanaji. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasili mjini Damascus nchini Syria kwa ziara inayolenga kuimarisha mazungumzo kuhusu hali ya kisiasa na kibinadamu nchini humo. Akiwa Damascus, Guterres amefanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Syria
kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu mustakabali wa nchi hiyo na juhudi za kuleta amani na utulivu. Baada ya mazungumzo hayo, katibu mkuu huyo anatarajiwa kukutana na rais wa Syria Ahmed al-Sharaa kwa ajili ya kujadili masuala ya kitaifa na kimataifa yanayohusu Syria. Ziara hiyo imepewa uzito mkubwa kwa kuwa ni mara ya kwanza kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuzuru Syria tangu mwaka 2009, wakati ambapo nchi hiyo imepitia miaka ya mzozo na changamoto mbalimbali. Umoja wa Mataifa unaendelea kusisitiza umuhimu wa mazungumzo, amani na mshikamano wa kitaifa katika kushughulikia changamoto zinazoikabili Syria, huku ziara ya Guterres ikitarajiwa kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Syria na Umoja wa Mataifa. Na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kijeshi yanayohusishwa na wapiganaji wa Houthi katika mji wa Hodeida magharibi mwa Yemen. Mashambulizi hayo yameelezwa kuwa yamelenga maeneo yanayotumiwa na Wahouthi katika shughuli zao za kijeshi, huku muungano huo ukisema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na vitisho vinavyoendelea dhidi ya usafirishaji wa meli katika bahari ya Sham. Taarifa zinaeleza kuwa hatua hiyo imekuja wakati mvutano katika eneo la bahari ya Sham ukiendelea kuongezeka, kutokana pia na mashambulizi yanayolenga meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya kimataifa ya biashara. Hali hiyo imekuwa ikisababisha wasiwasi kuhusu usalama wa wafanyakazi wa meli pamoja na athari zake kwa biashara na usafirishaji wa bidhaa kimataifa. Baada ya mashambulizi hayo, Wahouthi wamejibu kwa kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya maeneo ya kusini mwa Saudi Arabia. Hatua hiyo imeongeza mvutano kati ya pande hizo na kuibua hofu kwamba mapigano yanaweza kuenea zaidi katika eneo hilo. Mzozo huo pia umeongeza wasiwasi wa kimataifa kuhusu usalama wa njia za meli katika bahari ya Sham, ambayo ni miongoni mwa njia muhimu zinazounganisha biashara kati ya Asia, Mashariki ya Kati na Ulaya. Mashambulizi dhidi ya meli katika eneo hilo yamekuwa yakilazimisha baadhi ya wasafirishaji kutafuta njia mbadala, jambo linaloweza kuongeza gharama na muda wa usafirishaji. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Lai Saidi. Habari za kimataifa. Naam, kukamilika kwa mkusanyiko habari za kimataifa kunatupa nafasi ya kuweza kukutana na Lai Saidi, na anakuja katika michezo na burudani hapa hapa Sky TV. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla.
Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizoko mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Naam, na sasa nikupitishe viwanjani katika ulimwengu wa habari, ambapo tunaanza hapa nchini Tanzania, ambapo kocha mkuu mpya wa Yanga amekutana na wachezaji wapya watatu wa kimataifa wa klabu hiyo Jumamosi ya leo Julai 25, 2026. Nyota hao wapya sasa walioingia kwenye mfumo wa kocha huyo ya Afrika Kusini ni mshambuliaji Chekrem Toure kutoka Ufaransa pamoja na viungo washambuliaji Hossein Zakwan kutoka Komoro pamoja na Albert Kagwandwa kutoka Zambia. Wachezaji hao watatu wa kigeni walitambulishwa rasmi usiku wa Ijumaa ambao ulikuwa jana na rais wa Yanga Engineer Hersi Said katika mkutano maalum uliolenga kuweka wazi mikakati ya maboresho ya kikosi chao. Naam, taarifa nyingine ni kuhusu kamati ya maandalizi AFCON 2027 kwa ushirikiano na wataalamu kutoka taasisi mbalimbali za serikali wamekutana katika ukumbi wa uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam kwa lengo la kujadili hatua mbalimbali za maandalizi ya michuano hiyo. Hicho ni kikao ambacho kimejikita katika kuimarisha ushirikiano, uratibu, utekelezaji wa majukumu kati ya taasisi za serikali ili kuhakikisha kuwa Tanzania inakuwa tayari kuandaa kwa mafanikio finali za AFCON 2027 ambazo zitafanyika kwa ushirikiano na Kenya pamoja na Uganda. Sasa mkurugenzi wa maendeleo ya michezo Boniface Tamba, ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa kikao kilichokutanisha kamati ndogo ya maandalizi ya AFCON 2027 na wataalamu kutoka taasisi mbalimbali za serikali, amesema kikao cha siku 2 kimekuwa na mafanikio makubwa. Naam, katika habari za kimataifa kwenye michezo kimataifa ni kuhusu klabu ya Real Madrid imefikia makubaliano ya maslahi ya binafsi na kiungo Rodrigo maarufu kama Rodri kwa ajili ya kumsajili mchezaji huyo bora wa michuano ya kombe la dunia ya FIFA 2026 kutoka Manchester City. Kinachosubiriwa ni mabingwa hao wa kihistoria wa Ulaya kumalizana na waajili wa nyota huyo
Manchester City ili kuinasa rasmi saini yake, huku mkataba wa Rodri huko Etihad ukibakisha mwaka mmoja tu, kwani tayari itakuwa mchezaji huru kuanzia Julai 2027. Man City haina mpango wa kumwachia nyota huyo kirahisi, kwani yuko kwenye mipango ya kocha Enzo. Hivyo Real Madrid italazimika kulipa kiasi kisichopungua euro milioni 100 ili nyota huyo atakata kusaini nyongeza ya mkataba mpya. Vigogo hao wa Hispania wanadhani kitita kisichozidi euro milioni 60 ni ofa sahihi kwa kiungo huyo zamani wa Atletico Madrid kulingana na mustakabali wa mkataba wake uliobaki huko Man City. Lakini kwingineko pia kimataifa ni kuhusu bandia nyota wa uzani wa juu kutoka England Tyson Fury ameonyesha ubabe wake baada ya kumchapa Poland kwa knockout katika round ya 7 kwenye pambano lilofanyika jana Ijumaa usiku nchini Thailand. Hata hivyo, watu walishinda kuendelea na pambano baada ya kumalizika kwa round ya 7 huku akiamua kubaki kwenye kona yake, jambo lililompa Fury ushindi wa kishindo katika pambano la raundi 10. Hata hivyo, Fury alitawala pambano hilo tangu mwanzo hadi mwisho dhidi ya Watch ambaye yuko nje ya orodha ya mabondia 200 bora duniani. Katika raundi ya 5 alionekana kuweza kumshambulia mpinzani wake kwa mfululizo wa ngumi 5 zilizoweza kuwekwa kwenye wakati mgumu. Ingawa mapambano hilo halikurushwa na vituo vikubwa vya television na halikuvutia mashabiki wengi kama ilivyo kwa mapambano makubwa F1, lakini iliweza kutimiza lengo la kuweka bondia huyo kwenye ubora wa ushindani kuelekea pambano kubwa atakayotajwa dhidi ya Anthony Joshua ambaye baadaye mwaka huu. Bali ya mapambano hayo, tukio hilo lilikuwa na lengo la kuweza kuchangisha fedha kwa ajili ya taasisi ya Fatherhood Foundation ambayo mapato yake ya ticket kutoka kwa mashabiki wapatao 1500 yalitolewa kusaidia watoto yatima, wenye ulemavu na vijana wasiojiweza nchini Thailand. Na tamati ya michezo na burudani kutoka katika ulimwengu wa habari hapa Sky TV. Mapumziko mafupi yafuatayo, tutakaporejea tutakuwa katika kupata utabiri wa hali ya hewa. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Naam, na sasa ni utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia wakati huu. Habari ya Jumamosi mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na ziwa Nyasa. Hali ya bahari pamoja na ziwa Nyasa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria na ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na maeneo ya ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi fupi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na ziwa Nyasa. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari pamoja na ziwa Nyasa kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa siku ya leo, hali ya ukavu pamoja na baridi inatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, na viwango vya chini vya joto ni kama vinavyoonekana katika ramani yetu. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi,
Viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 19 hadi 22. Na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 18 hadi 20. Na maeneo nyanda ya juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache hususan yale ya pwani yetu ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia kiwango cha chini cha joto kuwa nyuzi joto 14 hadi 15. Na mkoa wa Mwanza kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 17 hadi 18. Na mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 6 hadi 8. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 15 hadi 16. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo kutoka mamlaka ya hewa hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kukamilika kwa utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania unanipa nafasi ya kuweza kukumbusha taarifa muhimu ambazo tumekuwa nazo katika ulimwengu wa habari. Ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aongoza maadhimisho ya Mashujaa, wakulima wahimizwa kuendesha kilimo kwa mtazamo wa kibiashara. Kimataifa, maandamano yazidi kutikisa jijini Kiev. Na katika habari za michezo, kocha mkuu wa Yanga akutana na wachezaji wapya. Na kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi ni Maliango Mugeta, na kusiendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa kuandika @Sky International TV.